Prophet Papa Mwachi Niko Boko Chama. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Tumemwona Mungu katika ibada ya leo. Mungu amekuwa ni mwema. Mungu amekuwa ni mwaminifu. Tumekuwa na ibada nzuri sana ya mguso wa kimungu kwa watu wote kama ambavyo tulitangaziana. Na ibada yetu imeenda vizuri. Tumebarikiwa sana na Mungu kutoka mtumishi wa Mungu Nabii Joakim Peter Kimanzi ambaye pia ni rais wa mitume na manabii. Ibada yetu imeenda vizuri. Wachekeshaji wetu waliweza kufika kwa wakati. Bambo, Mzee Senga, Tausi, Fatuma tumekuwa nao na imekuwa ni ibada ya baraka. Watumishi mbalimbali pia walikuwepo, waimbaji mbalimbali walikuwepo, David Dimike, walikuwepo Frank Naftali, kepo Witod, akiwepo Veronica, akiwepo Gadi Sedekia pia. Tumebarikiwa sana na Mungu wetu alikuwa ni mwema. Leo jambo lilikuwa kubwa hasa ni nini? Ni uzinduzi wa kanisa, ni harambee? Yaani ni kitu gani hasa kilikuwa kinafanyika? Yes, kwa leo tulikuwa na zoezi la uzinduzi wa kanisa kwa sababu hapa tumehamia tangu mwezi wa kwanza, tumeanza ibada rasmi mahali hapa. Kwa hiyo tukaona sio vema pia kuweza kuanza kienyeji, ndio maana leo tukawa tumeweka ibada hii maalum ya kuweza kupazindua, lakini pia imekuwa ni ibada ambayo watu wameendelea kutushika mkono katika eneo hili katika mambo yaliyoko mbele yetu. Tumesikia mna changamoto ya eneo, labda wito wako sasa kwa jamii kuhusiana na swala hilo unasemaje? Yes, wito wangu kwa jamii, tumekuwa na eneo letu ambalo hapo nyuma lilikutana na changamoto ya mafuriko. Baada ya kuwa imekutana na mafuriko, ikawa imebebwa asilimia kubwa sana ya kanisa. Baada ya hapo tukaingia katika majukumu ya kupanga, tukapanga sehemu ya kwanza, tukalipa kodi vizuri kwa muda wa mwaka mmoja, lakini ile kodi ilipoisha mwenye eneo hakutaka tena tuendelee. Kwa hiyo tukawa tumepata eneo lingine ambalo sasa ni hapa pia tumepanga. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii na watu wote ambao wanatufuatilia mahali hapa, dini zote, kabila zote, iwe ni ndani ya nchi, nje ya nchi, wito wangu ni maombi ya kuweza kutusupport ili kuweza kupata eneo letu kwa ajili ya kuweza kuabudia na kufanya kazi ya Mungu mahali hapa. Na mgeni rasmi kikubwa amefanya nini? Mgeni rasmi jambo kubwa ambalo amelifanya, la kwanza ameweza kuhubiri neno la Mungu, lakini pia nje ya neno la Mungu amepitisha changizo baada ya kusikia changamoto ambayo tunayo, ambayo watu wamejitokeza kwa ajili ya kusapoti kwa sadaka zao ili kazi ya Mungu iweze kwenda kwa kupata eneo, ambapo pia yeye pia ameweza kusapoti, japo hajaweza kusema ni kiasi fulani, lakini ameondoka na bahasha ambayo tunategemea, kwa sababu ni mtumishi tunayemwamini, hatuna wasiwasi naye, tunaamini atafanya jambo kubwa sana. Na zoezi hilo litakwenda kwa muda gani kwa awamu ya kwanza? Zoezi hili tunategemea liweze kwenda kwa awamu 3 mpaka 4 ili kuweza kufanikisha malengo ya kuweza kupata eneo rasmi ambayo itakuwa ni eneo la kudumu kwa ajili ya kufanyia kazi ya Mungu. Na awamu ya kwanza unatarajia iwe ndani ya miezi mingapi kutoka hivi sasa? Huu ikiwa ni mwezi wa 4, tarehe 4, tegemea tuweze kufanya changizo pia maalum mwezi wa 7. Mwezi wa 7 tuweze kufanya tena changizo kuangalia ni wapi ambapo tunaweza tukafika, lakini malengo yetu makubwa tulitamani ndani ya mwaka huu tuwe tumefikia yale malengo ambayo tumekusudia kupata eneo.